بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Mheshimiwa Mwenyekiti wa Halmashauri Kuu BAKWATA Taifa, Sheikh Khamis Said Mataka, Mheshimiwa Katibu wetu mkuu wa Baraza Kuu la Waislamu Tanzania BAKWATA, Alhaj Nuhu Mruma, Mheshimiwa wajumbe wote mliohudhuria wa Halmashauri Kuu, Mheshimiwa Naibu Katibu Mkuu Utawala na mhasibu wetu, Mheshimiwa Naibu Katibu Dini Muhammad Khamis, mwenyekiti wa Jumuiya ya kina mama Mama Shami Mkani, mwenyekiti wa Jumuiya ya vijana na katibu wake, na katibu wa Jumuiya ya kina mama, na wageni wote mliopo, makatibu wetu mliohudhuria na wenye viti wetu kutoka mikoani mliohudhuria, pamoja na viongozi mbalimbali wa baraza mliopo, kila mmoja kwa nafasi yake, wakurugenzi mbalimbali mliopo na maafisa wa baraza mbalimbali mliopo, vyombo vya habari, vyombo vya ulinzi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mimi kwanza nimshukuru Mheshimiwa mwenyekiti wa baraza Sheikh Khamis Said Mataka. Leo alichemka sana, kiasi cha kwamba kanipunguzia kazi. Mwenyezi Mungu amjaze kheri. Nimshukuru katibu mkuu kwa kazi aliyoifanya kipindi hiki chote cha maandalizi. Mwenyezi Mungu na yeye amjaze kheri. Wakati mnataja mfululizo wa makatibu, nimemsahau katibu wangu Sheikh Musa Ahmed Juma bin Ahmed al-Buhri, ambaye ni katibu wa mufti, lakini pia ni naibu katibu wa baraza la ulama. Punguza kusoma suratul Asri, utakuwa unasauliwa sana. Namshukuru katibu kwa sababu amesimamia vizuri ile secretariat aliyokuja ofisini kunifahamisha mwendo mzima wa matayarisho ya mkutano huu, pamoja na kuniomba kwamba sasa yeye na mwenyekiti wameshakubaliana kuja kuomba idhini ya kufanywa kwa mkutano huu. Baada ya kuona mambo yamekamilika vizuri, sikuwa na kigegezi cha kwamba kusifanyike mkutano, kwa sababu mkutano tumekaa muda mrefu sana hatujafanya mkutano. Lakini katika zile sababu ambazo amezieleza katibu, kwa nampongeza yeye na sekretarieti yake kwa matayarisho mazuri. Kuna kanuni za umoja wa vijana, kuna kanuni za
kina mama, umoja wa jumuiya ya kina mama, ambazo mtazitazama. Kuna baadhi ya comment ambazo sija kuwasilishia, lakini ziendeleeni nazo. Zikishakuwa zimekamilika zile sehemu ambazo zinatakiwa kutengeneza kidogo, tutaendelea kutengeneza kutokana na yale maoni ambayo nimeyaona mimi. Lakini niwashukuru vile vile wale wakina mama ambao tuliwapa kazi za miradi mbalimbali, kama yule mama Asina na wenzake wengine, kwa kazi ambazo wamezifanya. Kisha niwashukuru viongozi wote wa baraza na watendaji wetu wote, wakiwemo wenye viti na makatibu wa mikoa, wilaya mpaka chini, kwa uvumilivu wa kufanya kazi kwenye baraza bila mshahara. Ni jambo zito sana, lakini walima la, kwa nini sio hivyo wakati hata mkubwa wao ambaye ni mufti naye hana mshahara? Kwa hiyo wataka mshahara wa nini kwa sasa? Tujitoleeni tu, waqul i'malu fasayara Allahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Mungu tunatakayeona sisi nini tunafanya, na mtume wake na Waislamu pia wataona tunayofanya. Kwa hiyo niwashukuru, niwapongeze kwa moyo mliokuwa nao wa kufanya kazi kulitumikia baraza na kuutumikia Uislamu. Kazi yangu mimi sio kubwa sana leo, lao sio dhurufu zilizopita kabla ya saa hii, ilikuwa saa hizi nyinyi mnaendelea na kikao chenu. Lakini niwahusie tu kitu kimoja, kwamba halmashauri kuu ndio chombo tegemezi katika baraza cha utendaji. Hakuna baraza wala hakuna taasisi yenye katiba nzuri na iliyokaa kimpangilio kama Baraza Kuu la Waislamu Tanzania. Mpangilio wake mmoja ni kuwa na chombo kama hiki cha halmashauri kuu, ambacho ni chombo muhimu kwa ajili ya kutengeneza mambo ya kiutendaji ya kuliendesha baraza kwa maslahi ya baraza na kwa maslahi ya Waislamu. Kwa hiyo kila mjumbe hapa, baada ya mwenyekiti na katibu wake, kila mjumbe aelewe ni mtu muhimu sana katika kikao hiki. Aelewe hivyo kwamba yeye ni mtu muhimu sana katika kikao hiki, imma aliangushe baraza, imma alinyanyue baraza. Hayo ndio mambo tutakayoyaelewa. Mjumbe aliyoko chini ya viongozi wao wakuu wa halmashauri, na kusudia mwenyekiti, katibu na wenzake, aelewe kwamba yeye ni sababu ya kunyanyuka baraza kupitia chombo hiki, au ni sababu ya kuporomoka baraza. Kwa hiyo unapokuwa katika kikao, kuwa na mchango madhubuti, mchango wenye ikhlas, mchango ambao unakusudia wewe kuunyanyua Uislamu, unakusudia kuliheshimisha Baraza Kuu la Waislamu Tanzania, na unakusudia kupata radhi za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Haya ndio mambo ambayo yanatakiwa kila mjumbe ajue. Yaani usione kama umetaabishwa kutoka kule kwenu kuja katika kikao hiki cha halmashauri, umepatishwa tabu, wala hakuna maana yoyote. Sio kama umepatishwa tabu, umesumbuliwa. Umekuja kutetea dini yako, umekuja kutoa miongozo ya namna gani dini yako isimame. Wewe umekuwa ni mtumishi
wa baraza ili uwe mtumishi wa Waislamu. Waislamu wote tulionao hapa Tanzania kwa idadi yao, wewe ndio unawatengenezea utaratibu wa Uislamu wao utaoendesha katika mazingira ya namna gani. Bwana akasema kila mmoja ajione kwamba ni mtu muhimu sana, ni mtu mkubwa sana, lakini kuna mambo yanahitajika awe nayo. Mwayo kuwa na ikhlas. Hili jambo kulifanya kwa ajili ya Mungu tu, usitaki kitu kingine. Ukifanya kwa ikhlas, maana yake hutakubali maneno, fikra, mawazo, vijiwe, maskani, vitu kama vile ukavichukua ukaviingiza kwenye baraza kupitia nafasi yako ya ujumbe na vikao vyako hivi vya halmashauri. Kwa hiyo angalie radhi za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Illa ibtighaa wajhi rabbih, ndio natakiwa hiyo al-ibtigha, kutafuta radhi za Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na hapo ndio walipofeli watu wengi. Wengi wa kwa ajili ya maslahi yao, sio maslahi ya umma, maslahi ya Uislamu, kwa ajili ya maslahi yao. Tukiliweka baraza kwamba tutengeneze baraza, tuliendeshe baraza kwa maslahi yetu, hatuweza kufika. Nataka nikuelezeni kwamba viongozi wote wa baraza, mkiwemo nyinyi ambao mko katika chombo hiki cha kiutendaji cha kupanga mambo, cha kuchakata, kama wanavyosema Kiswahili cha sasa, cha kuchakata mambo, uelewe wewe ni katika wale watu ambao waliovishwa au waliobebeshwa majukumu na dhamana kubwa kabisa juu ya mabega yao. Wewe ni mmoja, umebebeshwa twika, umebebeshwa twika katika kichwa chako, una dhamana nzito juu ya mabega yako. Huwezi kuitua, utaitua siku ya Kiyama. Sasa unaitua vipi? Unaitua ukiwa una ikhlas, unaitua kwamba mimi niko kwa ajili ya kuhakikisha kwamba Uislamu unakwenda mbele. Waislamu wamekuamini, kisha Mungu amekupa taufiki ya kuchaguliwa kuwa mmoja katika watu watakaoweza kuendesha Uislamu kupitia chombo hiki cha halmashauri kuu. Waelewa kwamba wewe uko hapa kwa ajili ya kuja kuisimamia dhamana uliopewa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hiki ndio kitu kikubwa, kama nilivyosema mwanzo, ndio kitu kilichokosekanwa kwa watu hiki. Watu wengi hawana kitu hiki, na sisi hapa tutumiki shirika la uzalishaji wa uchumi wa namna yote. Hatua hii sio kiwanda, sio shirika, sio mgodi wa madini, tunaendesha dini. Lakini hiki chombo tutazungumza mambo ya kiuchumi ili tuweze kuendesha hiyo dini ndani ya kichombo. Kuna mambo mengi kama mlivyoonyeshwa kwenye shasha hapa, kwenye screen, juu ya maendeleo ambayo tumejaribu katika kipindi hiki chote, sisi huku makao makuu na nyinyi. Tumekaa, tumekutana, tumejadili, tumetumia wataalamu kama mlivyoona, wengine walikuwa wanatuonyesha hapa, kuhakikisha kwamba tunasimamia miradi kwa ajili ya kuuendesha Uislamu. Kwa sababu gani? Kwa sababu Uislamu umezingatia mali pia. Ingekuwa Uislamu hukuzingatia mali, kusingekuwa na nguzo ya tatu. Nguzo za Kiislamu ziko 5, lakini nguzo namba 3 ni zaka. Huwezi kuikuta zaka kwa ni nguzo namba 5 au namba 4, hakuna. Zaka ni nguzo namba 3, ar-ruknu thalith, baada ya nguzo ya kufanya wewe uwe Muislamu, shahada 2, nguzo ya kwanza. Nguzo ya pili ni nguzo ya kufanya wewe ule Uislamu uweze kukaa katika mwili na uweze kumjua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, nguzo ya swala, ambayo inamtayarisha mtu kupokea mambo mengine
atakayokuwa anaambiwa miongoni mwa amri na makatazo. Nguzo ya tatu iliyokuja ni uchumi, az-zaka. Kwa hiyo Uislamu unazingatia mambo ya uchumi, na ndio katika baraza lazima tuwe na uchumi. Na kwa sababu ya kuwa na uchumi, leo tuna mradi kama ulivyoelezwa hapa na Sheikh Abdul Rafi kule Kagera, Bukoba. Mradi mkubwa kabisa, mradi mzito, na tumepata tabu sana katika kusimamia, lakini hata Abdul Rafi ni mshukuru, kafanya kazi kubwa sana katika kusimamia. Ona yeye alikuwa kama kidampa, tunamsukuma tu, akifanya mchezo tunamfokea sana, lakini amekuwa mvumilivu mpaka tumeweza kufikia kile kiwango ambacho mmekiona hapa katika screen. Tuna mradi ule wa Arusha kama mlivyoelezwa. Kwanza eneo lenyewe ni eneo zuri sana, yaani hii miradi miwili iko katika maeneo mazuri. Ule wa Bukoba katikati ya mji, kuna barabara ya hivi, kuna barabara ya huko katikati ya mji. Bukoba mjini, hapo ni Bukoba mjini, kiasi cha kwamba hata watu wa benki CRDB wakaamua kwamba hapa sio mahala pa kawaida. Mradi ukakubalika, tunakwenda nao. Nani anaweza kunambia sisi tutafaidi ule mradi? Nani mwenye umri huo? Watachungulia akhera bwana hapo. Hakuna mwenye umri huo, lakini tunatengeneza kwa ajili ya baraza. Watakuja watu baadaye watajua kwamba kumepitwa hapa kumepitwa. Kuna watu walikuwa na akili, walikuwa katika baraza. Watu hao walikuwa wanaendesha chombo cha utendaji kikiitwa halmashauri kuu hicho, na kulikuwa na halmashauri nyingine za mkoa. Ndio namna BAKWATA ilivyojipanga: halmashauri kuu, halmashauri ya mkoa, halmashauri ya wilaya, halmashauri na halmashauri msikitini kule. Tumejipanga vizuri, watu wamekaa, wameangalia, wameona nini, alafu mpaka tukatokezea kwamba lazima tuwe na chombo kama kile na tuwe na mradi kama ule. Watu watakuja baadaye, wataona. Wakiwa na ikhlas, mambo yatakwenda vizuri. Hawa baadaye wakiwa hawana ikhlas, kazi yao kutia dosari tu huko nyuma. Hakufanya kitu gani? Huu mradi ulikuwa hivi. Kwa sababu gani? Sio watu wa kiakhera, ni watu wanataka kula tu alafu waondoke zao kupitia miradi ile. Mwenyezi Mungu atuepushie kutuletea watu wa aina hiyo, awazuilie katika baraza watu wa sampuli hiyo. Nataka watu ambao wana ikhlas, wenye mapenzi ya kutumikia Uislamu na kutumikia baraza. Kwa hiyo nyinyi ni watu muhimu. Takapokaa kuzungumza hapa, zungumzeni mambo muhimu. Kunyooshiana kidole pia sio jambo baya, lakini msitubane macho. Nyoshiane kidole, mrudi mahala, mkubaliane. Ndio namna ya Uislamu. Nadhani tunaelewa na uzuri tufikie mahala kwamba tutakuwa tumenyoshiana, kwa sababu kila mmoja na rai yake, kila mmoja na hivi, lakini haja ni kutokea katika rai moja ambayo itatuendeshea mambo yetu. Lakini tunaona mambo ambayo kwa kuwa Sheikh Mataka kama nilivyosema mwanzo ameshapita kwenye mambo mengi, na yaepuka yale ambayo nilikuwa nimeyazungumza. Ilikuwa niyazungumze, kaishazungumza, sina haja kuyarudia. Kuna mambo ambayo inatakiwa muyafanye hapa kwenye kikao chenu hiki, kikao cha mapatano, kikao cha kupanga mikakati, kikao kinasubiriwa mtatoka na nini. Ndio kikao hiki. Kikao kinasubiriwa mtatoka na nini kikao hiki. Kuna mpango gani tunapangiwa? Kuna mpango hapa mtakuja kuonyeshwa wa miaka 25, miaka 50 baadaye. 50, kuna mtu atakaa mpaka miaka 50 hapa? Ngumu. Hata mtoto mdogo hapa Thumani sidhani miaka 50 kama. Umeeleweka uzuri Lakini tunatengeneza ile skeleton, ile alhaikal ya mipango yetu. Tunataka miaka 25 ijayo ije iwe hivi. Kwa
Kwa hiyo yale tunayoyaweza sisi katika kipindi ambacho sisi tupo tutafanya, lakini bado kimaandishi yamethibiti. Watakao kuja wataanzia pale kwenda mbele, ndio inavyokuwa. Kuna mpango wa miaka 50, ni dira hiyo ya baraza ya miaka 50. Mambo yatakiwa kufanyika kitu namna hiyo, na kwa BAKWATA kwa kipindi hiki tulichonacho ni BAKWATA ya kushughulikia masuala ya maendeleo yaliyosahauliwa katika baraza, au sio yaliyosahauliwa, lakini inaweza kuwa ambayo hayakudirikiwa kufikiwa kufanywa. Sasa umefika wakati kwetu sisi tuyafanye. Ndio tunaele katika slogan yetu kuna neno la mwisho nasema acha mazoea. Yaani tusiishi tu tunaendesha BAKWATA kwa sababu zamani walikuwa wanaendesha hivi. Tunaendesha BAKWATA kama ni kidigitali, tunakwenda kidigitali. Ndio BAKWATA inayotakiwa sasa hivi. Kuna miradi gani tuanzishe miradi, kuna mipango gani mathalan hivi. Jamani, mnakubali tuanzishe baraza, peleka mbele, tuanzishe baraza au tuendeshe baraza? Hatufikirii hata mambo ya kuwa na vilimo hivi. Yaani tuambie ni sehemu gani katika mikoa 26 tunaweka 1000 mathalan kwenye mkoa fulani, kilimo tu hicho. Huko nyuma hapa makao makuu kulikuwa na eka 1000 Kibiti, eka 1000 za kilimo, na mimi nishapata kumuona katibu mkuu wakati ule mzee Kundia akija na pickup hapa akishusha mahindi, akishusha mikaa kutoka kwenye shamba lile. Sasa hizo zilikuwa zama hizo, watu wamefikiria fikra za namna hiyo. Sisi katika zama hizi za maendeleo ni wapi tuna kilimo? Na sisi tangu tumeingia tunahimiza mambo ya maendeleo, tunahimiza mambo ya kushika ardhi, tunahimiza mambo ya kilimo, mambo ya uchumi mbalimbali. Hatujafanya makatibu, hatujafanya. Mara nyingi watendaji, hiki ni chombo cha utendaji. Hapa sizungumzi hapa kama mtu ni shekhe, hapa sio mahala pake. Shekhe tungojani kwenye baraza la ulama, hapa tunazungumza masuala ya kiutendaji. Tunaelewana si mpaka hapo? Yako wapi mambo? Tumeshika kule Geita, katibu wa Geita sijui kama yupo au mwenyekiti nani sijui, na sioni. Lakini kuna ardhi kule nimekwenda kushika mimi, tushirikiana na mwenyekiti wa Geita na katibu wa Geita pamoja na viongozi wa makao makuu. Nilikwenda mwenyewe mpaka kwenye ardhi nafahamu, na nimeshughulika mwenyewe na wakubwa niliwaona mimi mwenyewe kupitisha hilo jambo, na limepita. Tukawa tuna ardhi ya madini ya dhahabu, lakini BAKWATA mpaka leo imefanya nini kuhusiana na hiyo? Watu wawekezaji mmewatafuta kutoka wapi? Hili kwamba acha mazoea haijafanya kazi. Mwenyekiti amesema kuna ile slogan hatujaifanyia kazi, jitambue, badilika, acha mazoea, hatujafanya kazi. Ndio maana vitu kama hivyo vikubwa kwa wenzetu hivyo vimekushafanywa kazi na watu sasa hivi, wengine kwa Australia, wengine wako wapi katika kushughulikia masuala ya madini. Si ardhi tayari mnayo. Sasa sisi tuna ardhi ambayo mimi mwenyewe nimeigombania mpaka imepatikana, lakini hakuna mtendaji yoyote anashughulikia masuala kama hayo. Ndio kwa natafuta watu wa Geita siwaone. Tunaelewana uzuri mpaka hapo? Lakini alhasil ni kutaka kuzungumza kwamba tuna haja sasa ya kuamka. Yaani mtakapokaa hapa mzungumze mambo. Sheikh Mataka, mimi nadhani wajumbe wako usiwape nafasi bwana, hata kama usiku endelee na kikao tu, ili watu wazungumze sasa moja kwa moja, wazungumze masuala mbalimbali moja moja. Mlifuatilia katibu pale ana jadwal ya mambo mbalimbali pale, nimeipitia mimi juu ya masuala yetu mbalimbali. Tuna ardhi mbalimbali, sehemu mbalimbali, lakini hatushughuliki. Tumekuja kuamka hapa
katika swala la Bukoba, yani Kagera na Arusha, lakini kuna Tanga. Ile mjumbe wa Tanga yupo? Naam. Na maeneo ya jumuiya yale katibu aliyazungumza hapa kidogo, tunataka nayo yawe kama Bukoba, kama kule Kagera. Tusikae tu jamani. Kwa mfano Tanga kule kushika mashamba ya mkonge ambayo yetu ya dhahabu nyeupe, kuna vitu vya namna hiyo, kwa sababu na kila jinsi tunavyochelewa au tunaona ni usumbufu, utapata tabu kama ulivyosema, alafu tunataka tuwe wakubwa, tuheshimiwe na nini. ومن طلب الغلا بغير كد سيدركها إذا شاب الغراب. Anayetafuta utukufu bila ya taabu ataupata pale atakapozeeka kunguru. Kunguru akiwa mzee ndio atapata, si lini hiyo. Maana haiwezekani kupata utukufu bila shida, bila dhiki, bila taabu. Lazima uwe umetahammal mashaka na taabu mbalimbali ndio inawezekana. Sasa hivi mtaka kuitwa asada lakini hamtaki tabu. Haiwezekani, lazima tuwe na vitu vya namna hiyo. Tuna mashamba ya korosho kwa wale watu wa kusini. Kuna ardhi ya korosho watu wa kusini, mko hapa? Mtwara mpo? Lindi? Naam. Sasa nyinyi mpaka leo shekhe hamjachukua hata mashamba ya mikorosho minne bwana. Hata shamba ambalo linaweza likachukua mikorosho minne nyinyi hamna. Haiwezekani jamani. Wallahi billahi hatuwezi kwenda namna hiyo, hatuwezi kwenda kwa dhiki na shida. Nyinyi mnaona mnataka mkae mfanywe na nani? Mnataka mkae mfanywe na nani? Hakuna mtu kuwafanyia, ni nyinyi wenyewe tu. Lazima zile tabu mzipate. Lazima tujione kwamba sisi hatuna mtu wa kutufanyia, ni sisi wenyewe tu. Na akili tunazo, uwezo tunao, wataalamu tunao, makatibu tunao, wenye viti tunao, mashekhe tunao, makurugenzi tunao, sekretarieti tunayo. Naam. Alafu na nguvu tunayo. Kuna mwanamke mmoja alikuwa kazaa. Kawaida wakina mama hawa kijifungua kuna wakina mama wengine wanaowasaidia mambo mbalimbali yanayofungamana na kule kujifungua kwao. Kuna mtu mmoja mwana mama anashughulikia hivi pika uji, kufanyaje na mengine mengi ambayo wenyewe wanajua, sisi hatuwezi kuyataja hapa. Yeye akawa hana, akaiambia nafsi yake, takharrasi ya nafsu la mukharrisa lak. Takharrasi ya nafsu la mukharrisa lak, yani jishughulikie mwenyewe yale mambo ambayo anatakiwa kujishughulikia mwanamke mzazi. Wewe huna kushughulikia, shughulika mwenyewe. Lakini hakuna mwana mama yote atakayekuja hapa mara kamsheshe maji ya moto, mara kafanyaje. Wewe huna. Sasa akana anaiambia nafsi yake yeye mwenyewe tu kwamba kwa kuwa mimi sina ambaye anashughulika na jambo langu, sina hata mtu mmoja, ni mimi mwenyewe, inabidi mimi mwenyewe ndio nisimame. Kaiambia nafsi yake, takharrasi ya nafsu la mukharrisa lak. Sasa sisi hakuna mtu tutakayekuwa tumekaa alafu anatuletea tu Allah. Lazima tushughulike sisi wenyewe. Kama ni kutafuta ardhi, tutafute sisi wenyewe, mashamba tutafute sisi wenyewe, kubuni miradi. Pana mpango hapa mtazungumza wa kubuni miradi mbalimbali. Lakini hata hivyo wataalamu walibuni vitu vingine vingi ambavyo walivibuni. Kwa mfano, kulikuwa na ule mfuko wa mufti wa MDF ambao watu wamerudi sana nyuma kuchangia huyo, na mashekhe wa mikoa, makatibu wa mikoa, wenye viti wa mikoa hakushughulika na kitu kile. Wameona jambo kama la kipuuzi hivi na nini. Sasa hili ni jambo, wewe tumekupa nafasi. Bwana wewe utakuwa shekhe mkoa. Mwalimu wewe utakuwa shekhe mkoa.
Shekhe, wewe utakuwa katibu wa mkoa, wewe uwe mwenyekiti wa kuangalia mambo yote utendaji ya mkoa. Hao utakuwa na wataalamu wako hao mwanzo mpaka mwisho. Alafu unakwenda unakalia kiti umepumzika tu mwenyewe, una neno, unapiga mluzi tu, ufanye kazi yote, una chochote. Lakini ukiguswa kwenye kiti unakuwa mkali, hataweza kuendelea. Lazima mzungumzie juu ya masuala kama hayo, kwamba watu wa sampuli hiyo watupishe. Hatuwezi kwenda nao. Mwenyekiti, nadhani umeelewa bwana katibu, na nyinyi ndio wenyewe mnakaa, kaeni mjadili masuala hayo. Hata kama ni shekhe wa mkoa wa wilaya hafanyi kazi, leteni taarifa juu kwamba hatuendi vizuri na huyu, mambo yanasimama, tunapata lawama, tunatakiwa tuandike mrejeshi tupeleke kwa katibu kule, haiwezekani, kuna watu wanakwamisha. Sasa hivi kiakili tu tunaweza kuendelea na mtu wa namna hiyo? Baki mufti mpole sana. Sio mpole sana, si mpaka mnipe taarifa, tamdhuru mtu tu bwana. Mimi hamna taarifa kwa sababu na nyinyi wenyewe wavivu. Tunaelewana uzuri? Tukitaka ili baraza liende, mimi sinaniona silali bwana. Hapa nazungumza na sinzia. Kwa sababu nafasi sina, na mara nimekwenda huku. Yale yote nyinyi mnaona kama natembea, sio kama natembea, si ndio wewe utukufu mlio nao. Mngeupataji wa mtukufu? Nani angemjua katika hii dunia kama mimi sitembea? Juzi nilitakiwa nifike kule Morocco. Kwa kuwa sasa hivi siwezi kutembea peke yangu, nikamchukua katibu wangu Sheikh Musa, nikamchukua na msaidizi wangu, tukapanda ndege tukaenda katika mkutano kule. Kufika kule kwambia mimi na msaidizi wangu lazima naye aingie. Sheikh Musa akaingia. Kufika jambo jingine jipya, kunatakiwa kuanzishwa umoja wa watu wa tarika za kisufi, tarika na zawia za kisufi. Jambo linaundwa, sisi ndio tumeamua kwa tumelinda pale. Akamsa mwenyekiti wetu siku ile akapewa, kwanza alikuwa waziri mwenyewe wa mambo ya ukafu, alafu baadaye akaachiwa mufti wa Nigeria na mimi kama msaidizi wake. Tukaendelea, tukaunda kamati ya Afrika Mashariki, mimi nikamweka Sheikh Musa. Wakaenda akajadili mipango atuletee, baadaye jioni watusomee. Ikawa tayari tumekisha unda umoja unaitwa Rabitatu Turuqi wa Zawaya Sufia. Hiyo ni umoja kama vile Rabitatul Alami Alislami tumeanzisha. Tunangojea kwamba iko siku ambayo itakuwa Novemba, kuwaita watu wote wa kitarika kwenye mkutano mkuu. Tanzania himo na ndio waanzilishi. Ile neema ndio inakuja BAKWATA, nisinge kwenda ingekuja. Sasa na nyinyi mfanye kazi hivyo hivyo bila kulala. Fanyeni kazi bila kulala ili tuweze kufika mahala pazuri. Lakini kama itakuwa tumekaa tu hivi, tutafute mambo mazuri yatakao tusaidia. Tuwe na miradi kama vile unavyoona Kagera na unavyoona Arusha, mpango unaokwenda. Tuwe na Mbeya, tuwe na Mwanza. Nadhani tulianzisha mashule yale, alhamdulillah yanakwenda vizuri. Nimeona kule Mwanza, nimeona Kagera zile zahanati. Kuna Darul Maarif nitakiwa kuzungumza, mtaizungumza. Haya ni mambo yote ya maendeleo. Lazima tutafute mambo ambayo yanatusaidia sisi. Wataalamu baada ya kukaa nao ndio wametuambia chukueni mkopo CRDB, ndio ule unaoona kwa katika Albaraka Islamic Banking tumechukua. Ndio tunakwenda, wataalamu wametueleza tuwatumie wataalamu na tuchukue vitu vizuri. Waarabu wanamsema wanamwambia mwanamke mmoja, in kuntil haliba fastaghziri. Unaelewa? Yaani ikiwa wewe ni mwenye kukama maziwa, basi mkame ngamia mwenye maziwa mengi. Ndio maana yake fastaghziri, mkame
ngamia mwenye maziwa mengi. Sasa sisi tuna wataalamu, tukiwatumia tutaona nafuu iko wapi na mambo makubwa yako wapi atakayotusaidia. Tunaye kijana wetu, ndugu yetu Burhani huyu, sasa hivi tumempa kazi, anazunguka nchi nzima kwa ajili ya kwenda kuhamasisha mambo ya maendeleo. Anapewa na katibu dini na naibu katibu mkuu, anatembea. Kuna nafuu kubwa tumeiona baada ya kufanya kazi yake. Tuna makadhi wanafanya kazi, kama mfano tunaye konseli, tuna Sheikh Ali Ngeruko, tunaye mzee Abdallah Mnyasi. Mambo yanakwenda, na sasa hivi tunakamilisha ile idadi ya makadhi nchi nzima. Idha darabta fa auji' Sheikh Mlewa, wa idha zajarta fa asmi'. Kuna maneno namna kama tena simpige mtu hivi tu, utakumpiga mtu muumize. Naeleweka? Kwa hiyo mkikaa hapa, semeni mambo ambayo kwamba hata kama yanamgusa nani, lakini yazungumzwe, yadadavuliwe mpaka yafike mahala yakae vizuri. Mimi leo wasia wangu ni huo, kwa sababu bado siku zipo, tutakuja kuelezana zaidi, lakini mengi niliyotaka kuyasema ni hayo. Miradi nimeonyesha mfano wake. Kuna mfuko mwingine tumeanzisha ambao mkishaka vizuri, mambo ya Vodacom yale, ambao nadhani mtakuja kueleza vizuri. Nadhani Vodacom kishapitisha Sheikh Musa ile namna ya kuchangia, unapitia kwenye simu katika mtandao wa Vodacom. Ushapitisha, ushakubalika Vodacom na kila kitu kishakuwa kizuri. Ndio mambo ya kisasa ya kitaalamu ambayo wanafanya wenzetu. Tunaelewana uzuri, na sisi tufanye hiyo. Fastaghziri ndio hiyo, mkamue ngamia mwenye maziwa mengi, yani piteni njia ambayo itamipa faida. Hayo mambo lazima yasimamiwe vizuri. Tusiposimamia vizuri itakuwa tabu, hatuwezi kupata maendeleo. Kwa Mheshimiwa Mwenyekiti na Mheshimiwa Katibu, fanyeni kazi, jadilini kikao chenu hiki vizuri. Fanyeni jambo lenu hili vizuri. Kuna mambo mmeyapanga kuyazungumza, zungumzeni yote, kila kimoja kwa nafasi yake. Nafasi ndio hii, hatupati nafasi ya mara kwa mara kuzungumza. Nafunga hotuba yangu kwa kumikumbusha kwamba tuko katika kipindi cha uchaguzi wa BAKWATA. Tuna uchaguzi sisi BAKWATA, na uchaguzi tutafanya mwaka huu, na mtaelezwa taratibu zake zitakavyokuwa na kanuni za uchaguzi na kila kitu mtaambiwa. Lakini tuwaeleze mtakapokuwa katika kusimamia masuala ya uchaguzi huko katika mikoa yenu na wilaya zenu mlizonazo na huko kwenye kata zenu na misikiti yenu, hakikisheni kwamba wanapatikana viongozi bora, sio bora viongozi, wanapatikana viongozi bora. Mfanye tathmini ya kila kiongozi, mwachekeshe, ili tupate viongozi watakao kuja kulisaidia baraza. Baraza sasa hivi ni tamu, hakuna ambaye hataki baraza sasa hivi, usidanganye mtu. Watu wote wanataka baraza, na nyinyi ni mashahidi, haina haja kusema sana, wenyewe mnamjua. Si kuna watu wanataka kuchukua nafasi zenu humu, kuna watu wataki mrudi. Zamani mimi nishawahi kumfuata shekhe mmoja zamani, mufti aliniambia, bwana tafuta basi watu ambaye wewe ni mtu wa dini hapa. Kaambia basi, nikamfuata shekhe mmoja, sina haja kumtaja. Kaambia, shekhe, kule kuna nafasi bwana ya kuwa mjumbe wa baraza la ulama, na mimi niko kule, tena mimi naibu mufti. Kwa hiyo tuchukue jina lako tu tukuingize. Kwa BAKWATA hapana. Hapa mimi si kwa sasa hivi shekhe, wewe rafiki yangu, lakini kwa hili hapana.
Niliyemwona amekubali alikuwa ni Jongo tu peke yake, lakini wengine walikataa kwa sababu ya ile fikra ya kwamba BAKWATA ni chombo cha uchafu, ni chombo cha watu hawana dini, ni chombo cha makafiri, ni chombo cha ambacho hakuna wacha Mungu. Si ndio uje utengeneze? Akili haifanyi kazi bwana. Si uje utengeneze uondoe uchafu, njoo ukokonoe basi uchafu uondoe. Na huwezi kufanya hivyo bila kuwepo ndani ya baraza. Tunaelewana Simba Cup? Lakini sasa hivi hakuna haja hata kumwambia mtu, hatuna haja kumwambia mtu. Watu wanaminyana, wanaumizana kwa ajili ya kutaka nafasi mbalimbali zilizoko ndani ya baraza. Kwa hiyo uchaguzi muhakikishe kwamba mnausimamia vizuri na mnahakikisha tunapata viongozi bora, kama nilivyosema, sio bora viongozi, ili baraza tuweze kupata watu ambao watalitumikia vizuri na kuliweka katika hali nzuri. Utaratibu, mipango, maelekezo mtayapata kutoka kwa katibu na mwenyekiti, na nyinyi wote mtachangia namna ya uchaguzi utakavyokuwa. Hicho ndio kitu kikubwa cha kukiangalia katika kipindi hiki tulichokuwa nacho. Na uchaguzi huo utakapokwisha au mtakapokuwa katika kikao, ndio patakapotoka maamuzi ya mkutano mkuu utaufanya lini. Nadhani mapendekezo yapo kama alivyoonyesha katibu. Taangalia mapendekezo hayo au kutakuwa na pendekezo mengine, hiki kikao ndio kitakachoweza kunani. Lakini labda nidokeze jambo lingine, kuna baadhi ya mambo ambayo yanahitajika kutobea pia katika katiba. Kuna baadhi ya mambo mengine yatakuondoshwa, hayako sawa, mengine yatakuwekwa sawa. Haya mambo yatakuwa na mwenyekiti na katibu na nyinyi wajumbe. Kama atatokea mwenyekiti kuligusia hilo, basi mtaangalia namna gani ya kulipendekeza ili kwenda kuweka sawa mambo. Siku zote mambo hayakai, wala katiba ni kitu ambacho ni qabilatun litadili, ni kitu ambacho kinakubali marekebisho. Kitokea kama kuna hitajika marekebisho, sio kitu kinachosimama tu hivi. Unaosimama hivi ni msaafu peke yake. Tunaelewana vizuri mpaka hapo? Lakini kubwa liloko usoni kwetu ni uchaguzi. Hakikisheni makatibu, urafiki muache, ujamaa muache, mumtafute mtu mzuri. Wenye viti, ujamaa, ukaribu, tafuteni mtu mzuri atakaye kuja kusaidia baraza. Asipatikane mtu linasema baraza na shindwa yeye kusimama kwamba kachokozwa. Limesema vibaya baraza, yeye badala ya kuhesabu kwamba nimechokozwa sasa hapa, ngoja nipambane katika kueleza, kubishana na mtu, kumueleza mpaka yeye kwa baraza ni nzuri, yasema ni kweli bwana, unajua mimi ndio nipo tu hivi. Mnawashangaa sana. Wakina nani na wanta minhum? Wakina nani sasa, na wewe ni mmoja wapo? Hao ni wengi kweli katika baraza. Tulikuwa na mtu mmoja maeneo ya kule kwenu, Sheikh Akurukuru. Nadhani alikuwa ni katibu yule. Ni katibu wa baraza, afu ni katibu wa baraza jingine. Mtu huyo mmoja akiulizwa kuhusu BAKWATA sema mimi niko kule, unajua huwezi kuandika kitu wakipeleka serikalini ikapita kama hukuwa kule BAKWATA. Afu nyinyi bado mtu kama huyo mnasema tuwe naye. Jamani. Ndio maana nasema kwa mwe makini katika swala la uchaguzi. Basi na msemo wangu kila siku nasema ala labibi takfihi al-isha. Nyinyi wenyewe kuna mambo mengi mtayazungumza, mtayaweka sawa, na hatimaye tutapata mwongozo kutoka kwenu. Kisha kuanzia hapo tunaendelea. Kauli mbiu yetu kwenye baraza la kikao hiki na kwenda mbele ni uchaguzi na amani. Uchaguzi na amani ndio kauli mbiu yetu. Uchaguzi na amani. Mashekhe mpo kwa ngazi na vyeo mbalimbali, mtafanyia kazi neno hilo kwamba uchaguzi na amani ndio slogan yetu sisi watu wa BAKWATA, na ndio mipango mingi tunaifanya kwa ajili hiyo. Kabla sijashuka, tusome Ikhlas 3 kuiombea nchi ya amani, utulivu
na uchaguzi mkuu upite kwa salama, ukiwemo na uchaguzi wetu wa baraza wa ngazi mbalimbali. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, lam yakul lahu. بنية القبول وقضاء كل سؤال ومأمول. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. Sheikh Musa Badua bwana, kwa sababu tunamwangalia Sheikh, sio wewe. Sheikh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم إنا ندعوك كما أمرتنا فاستجب دعانا كما وعدتنا يا رب العالمين. اللهم اجعل ما نشاء موافقا لما تشاء كي لا يصير ما نشاء مخالفا لما تشاء. ومن نحن حتى نشاء خلاف ما الله يشاء. لو جاهد العبد وشاء ما كان إلا ما تشاء. فالطف بنا فيما تشاء، فالطف بنا فيما تشاء، فالطف بنا فيما تشاء. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا رحم المساكين ويا رحم الراحمين والسلام سلمنا والمسلمين صلى الله على سيدنا محمد. Kikao chetu cha halmashauri kuu kimefunguliwa rasmi.